الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوتي في الله, katika maisha ya mwanadamu ndani ya uhai huu wa dunia, maisha ya kuingiliana na watu ya kijamii, maisha ya kindoa, jambo zuri kabisa litaloweza kumuunganisha mwanadamu na wenziwe katika huu hai ni tabia ya upole, tabia ya upole na huruma. Upole na huruma katika ndoa huifanya ndoa iwe na furaha na ndoa ikawa ni asali. Vinginevyo ukali kama utatawala, ndoa inageuka inakuwa shubiri. Mama Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna min akmali almu'minina imana ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlih, hakika kati ya wale waliokamilia katika iman ni yule mtu ambaye ana tabia nzuri zaidi kuliko wengine na ambaye ni mpole zaidi kwa familia yake. Miongoni mwa waliokamilia katika iman ni yule ambaye ana tabia ya upole zaidi na tabia nzuri zaidi kwa familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaitaja familia, hakuutaja upole na tabia njema kwa marafiki huko nje wala kwa watu wengine. Ina maana kwamba kipimio cha tabia ya mtu na kipimo cha kujua upole wake ni pale anapokuwa na familia yake katika maisha ya kila siku. Familia ikiwa imebahatika na imepata nafasi ya kwamba inaridhishwa na tabia ya huyu mtu na upole wake, basi huyu mtu yuhkamu alayhi bikaunihi latifa, atahukumiwa kweli kwamba huyu ni mpole na huyu ni kweli ana tabia njema. Vinginevyo, ikiwa tabia itasema hamumjui huyu, munamdhania tu nyinyi kwamba ni mtu mzuri, lakini huyu ni kadha wa kadha wa kadha, wakaeleza tabia yake ya ukali, ubakhili wake, shari zake ndani ya nyumba na familia, basi huyu, ndugu zangu, kauli ya familia itakuwa ina nguvu zaidi katika kumtathmini tabia yake na namna alivyo. Hadithi tuliyoisoma hiyo ni hadithi inaonyesha kwamba ile tabia ya mtu ina nafasi kubwa ya kumhukumu mtu. Hadithi hii amepokea Tirmidhi na Al-Hakim, na Al-Hakim kaisahihisha, lakini wako walioidhoofisha, isipokuwa tu ujumbe uliobebwa na hadithi hii ni ujumbe unakubaliana na hadithi nyingine ambayo hasanu sahih, hadithi ya Abi Huraira. Mtume amesema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, aliyekamilia kati ya waumini katika iman, aliyekamilia kiiman kati ya waumini ni yule mwenye tabia nzuri zaidi kuliko waumini wengine, na wabora wenu mkitaka kuwajua, khiyarukum, walio wabora kati yenu, khiyarukum linisaihim, ni wale wabora mbele ya wake zao. Watu ambao wabora zaidi wanapokuwa na familia zao, basi hicho ni kipimo cha kwamba hata nje watu hawa watakuwa ni bora na wenye kheri. Na ndio maana pia akasema Mtume katika hadithi sahihun li ghairi, akasema katika hadithi ya Ibn Abbas, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule ambaye kakuzidini nyote katika ubora na tabia mbele ya familia yake, na mimi nimekuzidini nyote katika ubora ninapokuwa mbele ya familia yangu. Yani hakutokea mwenye
aliyebora mbele ya familia kama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Ibn Majah na Al-Hakim. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi inatupa faida ya kwamba anapimwa mtu uzuri wake na ubaya wake, upole wake na ukali wake, na tabia yake kiujumla, juu ya yale ambayo anayatenda katika familia yake. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.